Katibu Taifa Mtandao wa Watetezi wa Haki za Binadamu Tanzania. Tumekutana na mawakili hapa, hasa viongozi wanaotoka katika chama cha mawakili wa Tanganyika Law Society. Sisi katika mradi huu wa kuboresha mashirikiano katika mnyororo wa haki, tunatambua kabisa kwamba wadau wote wa haki wanapaswa kujenga huo mnyororo vizuri, mashirikiano katika kuhakikisha kwamba utawala wa sheria, haki katika nchi hii inatamalaki na inafikiwa katika yale malengo ambayo kwanza tumejiwekea katika level ya kitaifa, lakini pia kwa mujibu wa mikataba na sheria mbalimbali za kimataifa. Kwa hiyo inapokuja swala la wanasheria, ni kiungo kikubwa sana katika swala la haki. Huwezi kupata haki, kwa mfano huwezi kwenda mahakamani kupata haki bila wakili kuwepo, bila mwanasheria. Kwanza mahakimu, majaji wale ni mwanasheria. Kwa hiyo tunapozungumza mawakili, wanasheria, maana yake ni wadau wakubwa sana inapokuja swala la kutunga sheria, kusimamia sheria, kutafsiri sheria, lakini pia kutoa maamuzi kuhusiana na migogoro ya kisheria. Kwa hiyo ni wadau wakubwa, na ndio maana sisi tukasema hao wadau wote lazima tujenge mahali tuzungumze pamoja, hata kama tunapoona kwamba tuna mamlaka tofauti. Kwa mfano jaji ana mamlaka yake, sisi mawakili tuna mamlaka yetu, mawakili wa serikali wana ya kwao. Ukija kwa taasisi za kiserikali zingine kama kwa mfano ofisi ya mwendesha mashtaka, ofisi ya mwanasheria mkuu, wana mamlaka yao. Lakini pamoja na kwamba kila mtu ana wajibu wake kwa mujibu wa sheria na katiba, lakini kuna sehemu tunapaswa kuwa pamoja. Kuna sehemu inabidi tukae tutathmini kwa pamoja. Je, tunakwenda vizuri kama taifa? Tuwe tunashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo huo mnyororo ndio sisi tunauzungumzia, kwamba wadau wote wa haki, sisi kama watetezi wa haki za binadamu tuko huku pembeni, kama vile tunaangalia, tunatoa elimu, tuko karibu na wananchi, tunajua changamoto zilizopo. Watoto wakibakwa sana, kesi zao zisipoenda vizuri, tunajua changamoto iko wapi. Kwa hiyo ni muhimu polisi tukawa pamoja na polisi, waendesha mashtaka, tunakuja na mahakama na serikali kwa ujumla katika kutatua kwa mfano tatizo la ubakaji wa watoto, au tatizo tukitaka kuleta kwa mfano katiba mpya, lazima wote kwa pamoja tushirikiane, tujue ni katiba ya namna gani tunahitaji. Kwa hiyo mnyororo ndio tunauendeleza hapa, kwamba mawakili nao watambue kwamba ni wadau wa huo mnyororo, wasikae pembeni, watambue kwamba wana nafasi katika kujenga utawala wa sheria, rule of law, na masuala yote ya haki za binadamu kwa kupitia taasisi zao hizi, vyama vyao, au hata wakawakili mmoja mmoja. Ni jambo la msingi ambalo tumefanya hivyo. Kwa hiyo sisi tunaangalia zaidi kwamba wakili anaweza kuwa na mdau mkubwa sana katika jamii kwa kupitia aidha chama chake cha mawakili, au yeye mwenyewe anapofanya majukumu yake ya kisheria anatakuwa pia kufanya majukumu. Kwa hiyo tumeona huu mradi wetu, nashukuru tulianza mapema, tumeenda vizuri, tulikuwa Zanzibar na leo tuko hapa, na kesho tunawajengea uwezo katika maeneo hayo ya sheria, utawala wa sheria, masuala ya haki za binadamu, namna kuendesha mashtaka mbalimbali ambayo yanahusu maslahi kwa umma. Kama TLS kwa kutumia section 4 wamekuwa ni wadau wakubwa sana katika maeneo kama hayo, kwa sababu wao ndio wako nchi nzima. Msaada wa kisheria nchi hii hauwezi kutolewa vizuri bila mawakili. Hata ile Mama Samia Legal Aid kampeni, sehemu kubwa walikuwa wanatatua hizo changamoto ilikuwa ni mawakili wa kujitegemea kutoka chama cha mawakili na wengine kutoka kwenye asasi zetu hizi za kiraia. Kwa hiyo huo mnyororo ndio tunausisitiza zaidi kwamba wafahamu, lakini uwezi kujenga huo mnyororo kama kuna mambo mengine hatuyafahamu. Ndio maana mafunzo sasa, tukae tujue ni mambo gani tunatakiwa tuyasimamie kwenye haki za binadamu, lakini changamoto zetu wenyewe ni zipi ili tuweze kuzitatua, tuende kwenda kwa pamoja. Hilo ndio jambo la msingi ambalo tutakuwa tunalifanya hapa, tukiamini kwamba wanasheria, mawakili ni wadau. Hata kwenye uchaguzi mwaka huu mawakili ni wadau wakubwa. Zikitokea migogoro za kisheria kuelekea kwenye uchaguzi, wao ndio wanapaswa kutafsiri. Juzi mliona wale mawakili wa serikali walikuwa na mdahalo kuhusu kuelekea uchaguzi. Hata sisi TLS tulikuwa na mdahalo kuelekea uchaguzi. Kwa hayo ndio majukumu yetu, na kesi zikitokea watakaoenda kuendesha mahakamani ni mawakili. Kwa lazima tupate nafasi ya kujikumbusha, na mimi ni wasii mawakili wote, hasa mawakili vijana, wapende kujifunza. Wapenda. Ndio maana sisi tunasisitiza tupate damu mpya za mawakili wapya wanaoingia katika maeneo haya ya haki za binadamu kusimamia, kwa sababu ni vizuri tukawa na kizazi cha sasa pia katika maeneo haya, kwa sababu sisi tunakwenda, wale wazee wetu waliokuwepo wameendelea kuondoka katika tasnia, na sisi tutaondoka, lakini lazima tuwaache vizazi vijana wa sasa hivi wapende ili tuwaachie vijiti. Kwa hiyo utaona kwamba tumejikita zaidi kuangalia vijana wapya ili waingie wafanye kazi hii kwa ujumla. Kwa hiyo kwa ufupi, hayo ndio mambo ambayo tunategemea kuyafanya katika mafunzo yetu.